Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu. Wakati huu tunaendelea kuitazama Mashariki ya Kati. Israel yakubali masharti ya kusitisha mapigano huko katika ukanda wa Gaza kwa siku 60, na hii ni kauli iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump. Israeli imekubali masharti ya kusitisha mapigano Gaza kwa siku 60, na hii imeelezwa na Rais wa Marekani Donald Trump alipokutana na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Israel imekubali masharti ya lazima ili kukamilisha usitishaji vita kwa siku 60 huko Gaza. Wakati wa makubaliano yaliyopendekezwa, tutafanya kazi na pande zote kumaliza vita, Trump alisema katika chapisho kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, bila kueleza masharti ni yapi. Wa Qatar na wa Misri ambao wamefanya kazi kwa bidii sana kusaidia kuleta amani watatoa pendekezo hili la mwisho. Natumai kwamba Hamas itayakubali makubaliano haya kwa sababu hayatakuwa mazuri. Mambo yanaweza tu kuwa mabaya zaidi, Trump aliandika. Israel ilianzisha kampeni ya kijeshi huko Gaza baada ya shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel, ambapo takribani watu 1200 waliuawa na takribani watu 56,647 waliuawa huko Gaza. Tangu wakati huo, kulingana na Wizara ya Afya ya eneo hilo inayoendeshwa na Hamas imetoa maelezo hayo. Haijabainika mara moja iwapo Hamas itakubali masharti ya kusitisha mapigano. Tangazo la Trump linakuja kabla ya mkutano wa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu uliopangwa kufanyika wiki ijayo, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump amesema atakuwa ana misimamo thabiti. Rais wa Marekani alisema siku ya Jumanne kwamba anaamini Netanyahu anataka kumaliza uhasama huko katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, bado kuna wasiwasi mkubwa juu ya kumalizika kwa vita hivi kati ya Hamas pamoja na Israel. Matakwa ya Israel wakati huu ni kuachiliwa kwa mateka ambao wamesalia chini ya mamlaka ya Hamas. Lakini pia ndio jambo kubwa ambalo Wayahudi wengi walikuwa wakimtaka waziri mkuu huyo wa Israel kuhakikisha kwamba watu wote ambao wapo chini ya Hamas wanaachiliwa huru na kwamba achane na mpango wake wa vita. Masharti ya vita ni moja kati ya jambo ambalo wachambuzi wa mambo wanalieleza kwamba yanaweza yakawa yasifuatiliwe kama ambavyo yalikuwa kwa upande wa Lebanon, ambapo Israel iliendeleza mashambulizi yake katika eneo hilo la Lebanon wakipambana na kundi la Hezbollah. Kadhalika hata kwa upande wa Iran, baada tu ya kukamilika kwa tangazo la kusitisha mapigano, lakini yakatokea mapambano ya hapa na pale, licha ya kwamba mapambano hayo hayakuendelea. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi ya ulimwengu kupitia hapa The World News.